mji wa watu, mji. Mdogo wangu. Ndio dada. Yaani hapa kwa kweli kuna kitu mimi kinanichanganya sana. Kuhusu swala la mashamba. Unajua mimi sielewi kila ninapofika pale shambani. Haiwezekani kila mwaka mimi ninavyolima sisi ni wa kukosa. Kila tunavyolima sisi ni wa kukosa. Kwa nini iwe hivi? Hamna dada, ngoja nikwambie kitu. Inaweza ikawa labda sisi kwenye shamba letu halina rutuba moja. Inatakiwa tukipanda mazao tutie mbolea. Yaani wewe naye huna unachokijua kwa kweli. Hivi wewe kabisa kwa ufahamu wako shamba hili na hili. Yaani sisi tuwe hatuna mbolea, kwa Mzee Gambe pale kuna mbolea. Mzee Gambe kila mwaka anarudisha maloba nyumbani. Kila mwaka yeye hajawahi kukosa yule mzee. Sasa hivi unasema eti mbolea, hilo jambo mimi siliafiki kabisa. Tena nasema hivi, mwaka huu muda huu msimu wa kilimo huu, yaani kama nitalima alafu nikakosa na nikijua yule mzee ndo kuna kitu ananifanyia, yule mzee atajuta kwa nini mimi niliingia kwenye huu mji. Yaani mimi ndo ninavyokuambia. Hiyo haina shida dada, hilo lako kwenye mashamba mimi hainihusu. Hiyo hainihusu, wewe utajua mwenyewe. Basi sawa, kwa sababu hata hivyo hata nikikuongelea maana wewe huna unalolijua. Kilichokuepo hapa matu unaona kama vile unanichanganya. Mimi naongea msingi, wewe unacheka. Unaona haya mazuri Sasa nisikilize. Wewe ingia hapo ndani, kachukue hela, kuna hela hapo mezani. Kuna shilingi 5,000 hapo. Na wewe unisikilize. Sasa sio toke nayo hapa afu uende ukazurure. Hamna. Hivi unanielewa Kanunue maharage nusu na unga. Tuje tupike hapa leo, nataka nile mapema mimi. Yaani tuje tule mapema hapa na leo habari za kuzurura hakuna. Fanya haraka. Sasa kazurure. Basi haina shida dada, ngoja niende mimi. Haya. Dada mimi nijipunzikia hapa ila huyu. Haya dada, ngoja mimi niende. Wahi. Haya sasa hivi. Asa kazurure. Hamna. Bwana Jiwe. Bwana Stema. Na hisi mazingira ya kazi wote tushayaona. Na pia cha kushukuru kwa nilivyoona mimi, tumepokelewa vizuri sana. Wananchi wamekuwa na mwamko mkubwa sana. Naweza nikasema hivi, kuna baadhi ya gharama tutaweza kupunguziwa kulingana na bajeti tuliopewa na wakuu wetu, kwamba kila kisima kichimbwe kwa thamani ya milioni 2.5. Ila kwa mwamko ambao nauona kwa wanakijiji, hatutaweza kuchimba kwa bei hiyo. Yawezekanika tukachimba hata chini ya milioni 1 pengine. Ila sasa kwa hili, kwa mimi ninavyoangalia, itakuwa ni vizuri kwetu. Kwa sababu nadhani mnafahamu kwa posho tuliopewa, kuna wengine washamaliza. Kweli si kweli Jiwe? Kiukweli kwa ile posho ambayo tuliipata hadi sasa nibaki na kiasi kidogo sana, ni mboni kidogo. Na kingine nachoshukuru, wananchi wa hapa ni wakarimu sana. Mimi nafurahi sana. Na kitu kingine, wanakijiji hawa hapa walikosa supporter. Kwa vile wametuna sisi tumekuja, ndio maana unaona wameamka. Kwa hata baadhi ya kazi tunapotoka tunafanya kazi yetu hapa, watatusaidia. Au unaonaje ndugu yangu? Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kuongeza bidii. Tufanye kazi kwa wakati. Au unaonaje ndugu yangu? Basi kwa hilo itaturahisishia sisi wenyewe kwenye ile kipato cha thamani ya mabosi walioweka milioni 2.5, tunaweza tukafanya hata milioni 1, tukapata na balance ya kutusaidia sisi wenyewe pia. Maana amini tukienda nyumbani inabidi tuende na balance kidogo. Kwa hiyo itakuwa vizuri kwa sababu wananchi wamejitolea. Kuna wengine wanahitaji wanatoa mchanga, kuna wengine pia wamesema wanatoa matofali, na kuna wengine wamediriki hata kutoa fedha. Ila bado hatuwezi kuwazuilia kwa sababu wana shauku ya kupata huduma ya maji. Au unasema bwana Stema hapo? Ni kweli wametupokea vizuri na wametupa supporta nzuri, lakini cha msingi na kuzingatia, inatakiwa na sisi tusiwangushe, tufanye kazi kwa spidi. Vile vile tujue orodha kwamba kunakuwa na visima vingapi na tutafanya kazi kwa muda gani, ili cha msingi tuende na sisi na muda ili tuwahi kurudi nyumbani. Hilo mimi kwangu halina shida.
pambaneni tufikie lengo. Hapa ndani hamna chakula wala mboga. Unatakiwa utafute duka, uniletee unga pamoja na mboga, na pia inahitajika pesa ya kutosha ya kununulia vitunguu na mafuta. Unaweza ukaenda. Shamu. Sawa vitu zako. Vipimie unga nusu na marage nusu. Ya njano. Baba Mungu ameumba dunia kwa mapana yake. Tujitawale walimwengu. Baba Mungu ameumba. Nisharudi. Na leo umejitahidi kuwahi. Wewe si umesema una njaa? Haya, nipege mimi. Niletee unga hapo ndani. Wake tusigombane walimwengu. Fanya haraka basi na wewe. Nakuja dada. Tumegeuza dunia. Haya, tu hapo. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Sima kokoto haya. Haya, simame kabisa haya. Sasa mwaka huu baada ya kula tunatengeneza zege huko tumboni. We Mtumanya. Dada. Hebu njoo. Dada, nini wewe mbona unasumbua? Nimesema njoo, usiniulizie ndani mimi wewe. Nimeshakuletea tayari. Hebu toka huko. Haya. Shida nini dada? Wewe unazidi kuzurura, ndio maana akili yote muda wote inazurura. Angalia ulichoniletea sasa. Nileta nini? Sasa haya ndio maharage nilokutuma, haya. Na huu ndio unga, au sasa nimekuagiza unga ndio umeenda kuniletea ama mchanga haya mimi. Dada, mimi sio chizi, mimi na akili timamu. Umeona? Mimi nimeenda dukani pale nimepimiwa unga na maharage na ndio nimekuletea. Au inaweza kaa labda nimeingia ndani umebadilisha afu unakuja kuniambia kama mimi nimekuletea mawe na mamchanga. Kwa sababu una zurura basi na mimi na akili zangu zitakuwa zinazurura.
Saa ngapi mimi nakuchukia kitu gani? Umeleta sasa hivi hapa mikokoto yako hii na mchanga au ndo umeleta? Unaniambia tena mimi nimebadilisha. Saa ngapi? Alafu usinipande kichwani. Naomba unga na maharage nilokuagiza. Tena haraka. Sasa mimi nashangaa, mimi nimepimiwa unga na maharage na ndio nimekuletea. Sasa wewe naona hata akili zako mdote zinaanza kuzulula. Nimesema hivi, haya makachakacha yako haya hapa, sina shida, ngea chenchi yangu. Chenchi ipo dada. Anipe. Haya. Sasa mbona mimi dada sielewi? Wewe tena na makaratasi. Sasa mbona mimi nimeweka hela au tena nakuta makaratasi? Sasa unaniuliza mimi mfukoni kwako. Nipe bwana chenchi yangu, mimi usinicheleweshe hapa. Ya mimi nimepewa hela kabisa, nimeweka mfukoni nakuta makaratasi kama haya. Mtumanya? Hela hamna dada, mimi niliweka hela kabisa nakuta makaratasi, sijaweka mfukoni kwangu makaratasi. Hebu leta hayo makaratasi hapa. Huu ni uzembe unaofanya. Sasa alocheza mchezo mimi namjua. Na ndio maana unajifanyaga mwana sayansi, mbolea sui nini? Mbona umeshindwa kuweka mbolea kwenye haya makaratasi? Sasa nisikiliza kwa makini. Naondoka hapa. Huyu alocheza mchezo namtambua vizuri tu. Namfuata na wewe unisubiri hapa hapa mpaka narudi. Sasa ole wako nisikukute hapa. Nakusubiri. Yaani nisikukute, nakwambia. Yeye haiwezekani sisi tule mawe, yeye akale maharage yale ugali, yeye kama kafuga misukule yake ndio inabebea enzi anashindwa kuilisha. Sasa leo atanitambua kwamba mimi nani. Sasa dada unaenda wapi? Ninakwambia nisubiri na wewe. Nyinyi wewe na huyo kaka yako si mjomba wako, kwa hiyo nyinyi ndio mnaojua sana kula, si ndio? Na kuuliza wewe, nyinyi ndio mnayejua kula? Leo hii mimi nikashinde juani natafuta kwa ajili ya familia yangu, alafu nyinyi kila slice tu mnatuma misukule yenu ende kabadilisha vitu vyangu mimi. Sasa naomba nisikilize. Alafu wewe angalia jinsi ulivyo. Una kibiongo hicho. Baada ya kukaa na kumwomba Mwenyezi Mungu akupunguzia hata hiyo adhabu aliyokupa, bado unapambana na roho mbaya. Umelizika kabisa, mnachukua misukule yenu aende akachukua vitu vyangu, sasa hapo unachagua maharage kwa raha zako yani. Wewe mtu wa design gani? Hujionei huruma wewe? Unataka mpaka Mungu hiyo sura igeuzie kwa mgongoni. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Tena na uje umwambie na na wewe mjomba wako, sui kaka yako, nimefuata kile kilicho cha kwangu mimi. Haya makokoto yenu haya mtakula nyinyi. Na beba kilichokuwa changu. Si mpoje nyinyi. Wani watoto watu mwachukue mwale nyama, bado nguvu za watu mchukue mlege nyinyi. Sasa nasema hivi, hapo utajua atakuja kumwambia ndugu yako, haya maharage ni jasho yangu na anabeba kwa taarifa yako. Mna kazi ya kuchukua watoto za watu. Mnawafuga ndani kwa kutegemea jasho za watu. Msilime, mnasubiri nini? Wenzenu tunapambana, kumbe mna uwezo wa kufuga misukule. Kwa nini msiwe na uwezo wa kufuga wanyama? Kalimeni, kwa nini unashindwa kulima wewe umepa ulemavu wa mikono? Niangalie hivyo hivyo. Nabeba. Na hii trailer picha bado. We hunyie. Ngenge kwenye vitu vya watu. Wenzenu wanatafuta, hii hali zisio ya mtu mmoja. Na inawezekana hicho kibiongo hata sio kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ni huyu mjomba wako anotembea na mapembe. Mchana kweupe. Labda niwabakishie na hayo, hao kota mkapike. We hunyie.
Msalimie mjomba wako, mpe salamu zangu, mwambie hii namba nyingine. Mimi ndio Zena, mtoto wa kabila mbili. Minamini Baba Mungu ameiumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha.